Inawezekana mtu akawa anatembea, lakini roho ya mauti ikawa iko ndani yake. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 17, ukienda kusoma pale, Mungu alimwambia Adamu ndani ya ile bustani ya Edeni, akamwambia hivi, kama mstari wa 15 alimwambia amemweka ili ailime na kuitunza hiyo bustani. Mstari wa 17 akamwambia hivi, matunda ya miti yote anaweza kula anavyotaka, lakini akamwambia asile ule mti ambao ulikuwa umebeba ujuzi wa mema na mabaya, maana siku atakapokula matunda ya mti ule hakika atakufa. Siku atakapokula, zingatia hili neno, siku atakapokula. Alimwambia siku utakapokula matunda ya mti huu hakika utakufa. Kwa hiyo zingatia hilo neno, pigia kama una Biblia hapo, pigia mstari hiyo Mwanzo 2:17, pigia hapo mstari, siku utakapokula matunda ya mti huu hakika utakufa. Pigia mstari kuanzia hapo mpaka mwisho nilipopasema. Kwa hilo neno siku utakapokula utakufa, maana yake Mungu sio muongo. Adamu siku ambapo alikuja kwenye Mwanzo ile 3, akaambiwa na Hawa juu ya yale ambayo yeye ameyafanya, amekutana na nyoka, amemwambia hiki na hiki, mwisho wa siku akala lile tunda. Siku alipokula lile tunda, hakika Adamu ndio siku ambayo alikuwa amekufa. Roho ya mauti ilikuwa imeingia juu yake, hakawa hana uwezo tena wa kucommunicate na Mungu kama alivyokuwa na communicate mara ya kwanza. Mara ya kwanza alikuwa na ukaribu na Mungu, ule ukaribu ukafa. Alikuwa na maono ya kukaa ndani ya bustani, yale maono yakafa. Roho ya mauti imeingia, iko ndani ya Adamu, lakini imeua connection ya yeye na Mungu. Mauti iko ndani ya Adamu, imeua connection ya yeye na bustani ya Edeni, akatolewa mpaka bustani ya Edeni. Mauti iliyoingia ndani ikasababisha malaika kutoka mbinguni waje wameshika panga kumzuia asiingie mahali pa hatima yake. Aya shana nasi.